uko kwa hii kanisa na umekaa na sisi, ubatizwe tena kama hujabatizwa. Hili ndio uwe qualified. Number 2, kama next Sunday tukiwa hiyo Thanksgiving service, tunafanya ibada ya Thanksgiving service na tutakuwa na meza ya Bwana tunafanya. Wachana na wacha kuangalia walevi ambao wajaamua Mungu ni nani. People walk to church. Hakuna kitu kinaweza chukia you walk to church as if, yeah, let me tell you, when you are coming to church, number 1, don't think you are doing anybody a favor. You are not doing anybody a favor. You are doing yourself a favor. I say you are doing yourself a favor. Unamisi kanisa Sunday ovyo. Yani you don't know. Unasema niliamka kakunywa maji alafu nikaenda kwa nikasikia kukojoa. Time zikaisha. Nikaona ni saa 4:30, saa 5 kitambo nioge. Na Monday unaamuka kutoka kwa mlango kwa mpaka saa 8 usiku. Nimechelewa kazi. Naambia pana ni saa 8. Let me tell you, giving your bodies as a living sacrifice is not easy. It's not what? Niliona nani akinitumia hii vitu za ati I didn't know how the apostles were persecuted. Ananitumia kwa nini ni WhatsApp. Kasema nikaambia hapo chini, kasema hii injili ni very expensive. Watu wangejua gharama yake ndirangu. Watu walikuwa wanachinjwa, wanapasuliwa hivi katikati. Nani aligongwa na marriage na akataa imani. Mtu unakuwa na vitu kidogo kidogo, Mungu anakubariki na baiskeli. Baiskeli unasumbua, unataka kupeleka mashambani wa kuone. Nimekuja. Mtengeza kanywele kazuri, ukiangalia chaji unasema, kanisa leo hawataniona. Hata nenda hata kingi tunamzika wako wengi. Nitembeza sile wamekaa chini nitembe. Nafika siku Mungu anainyoa, unakaa kipara mpaka unauliza Jehova, if you use a tithe to make even your hair, even buying your children's food, ukitumia fungu la 10 na ununulie watoto wako chakula, I'm telling you the truth, you are cursing your children. I am repeat my statement again. You are cursing you. Kama hujawahi toa tithe kabisa na wewe ni mtu wa Mungu kabisa, umeokoka kabisa, you are under a curse. No matter how you can work. You can what? I said no matter how you can what? Anasema give your body as a living sacrifice, holy and acceptable. Accept what? And the last one. Can you read the last one? What does it say? Please read it loudly. Number 1. Let's read it loudly. 1, 2, let's go. Which is what? Which is what? Yani, ni nini unaweza fanyia watu nini as a service? Bwana anapenda mwanamke, anasikia mwanamke anaishi Njoro huko mlima ingine next, na ana matatu. Anatembea miguu yako hivi, ni mwanamke amependa, anaenda. Akifika pale anaemba, anasema, "Unaona vile nakupenda je?" One of our pastors who told us a very powerful testimony, akatuambia alienda alikuwa ni Mkriama. Anaenda kuona bibi yake huko kunaitwaje? Huko Kilefi. Kwa Mkriama. Sasa wakaenda wakapata mto imeflow. Mto ulipo flow hivi, ati akashindwa kupita kwenda kumuona, na siku zile hakukuwa na simu, hakuna nini. Akauliza ninaweza fanyaje? Yani akasema my only lover, what can I do? Akasema akapata vijana wako pale wanamwambia, wewe tupe shilingi 5 sasa tukuvukishe bwana. Akasema haina shida, akatoa 5. Ati alipotoa 5 wakaendelea kwenda. Walipofika katikati akasema aisee bwana uongeze ama tukuachie hapa hivi bwana. Ajui kuswim, and it's a true story. Hata mke wake alitestify. People love women and they give everything. Unapenda unaambiwa na shosho ati shosho anataka sufuria, analala ndani anafungua miguu. And you give. You don't love God, you love a woman who can anytime tell you anything without knowing. Loving God is a significant thing that you can do that can make you look like him. Because any time, my friend, you cannot tie your promises to God and God fails to honor his promises. Nasema hivyo, uweze kufunganisha agano la Mungu na wewe na Mungu akose kuunganisha agano lake na wewe. Kuna mtu nimeongea naye? Kuna mtu nimeongea naye? Uwezi unganisha, you cannot die. Die God. You die God, you die.
Because let's go to Malachi. Inasemaje? Imagine mtu anakuja, listen to this. Maandiko yanasema Moses akaambiwa na Farao. Akamwambia kwamba I give you permission, you can now allow your people to go. You people do what? Musa akamwambia, how can we go? Tunaweza kuendaje without our sacrifice? Without what? Wewe unaweza panga mambo yote kutoka kwako mdirangu. Upange stima, upange maji, upange bibi yako atakula nini, upange kila kitu. But you don't panga God. Tukimaliza ibada leo, you need to plan about tomorrow, about Sunday, what you are doing. Now listen to this. Tithe. Tell your neighbor tithe. Tithe. Sema tithe. Number 2, Deuteronomy chapter number 12 verse number 11. Tithe must have specification places to be offered. Sema specific places. Sema specific places. Please, sema specific places. When you are giving your tithe, number 1, you must understand where do you give. Let's read the book of Deuteronomy 12 verse 11. Can you read it loudly, please? Mtu akionaka ametoka sadaka kamoja hivi. And I told you, people hate offering because it has an impact over somebody's life. Bwana asifiwe sana. Nimekwambia mzee Ndubi, no matter how people can complain, I repeat my statement without apology, and I don't say it because of anything else. I have been saying it before. Nimesemaga hivi, nasemaga, nikisemaga Wakikuyu watabarikiwa sana na mapesa. Mapesa watakuwa nayo Edu. Pesa watakuwa nayo, na uongozi kuitoa kwao ni ngumu. Ni ngumu kwa sababu wanajua kukoni God. Wanajua. Na ni kwa sababu wao wamelelewa na mtoto wa mama. Na mama anajua. Wale mama wako kwa kanisani mnapeleka watoto wenu 10 bob, you are ashamed. Nyinyi si wa mama, mnakaa kama wanaume. Because mama wa ukweli anajuaga how to serve God by giving his children a sacrifice. Hey. Wakati Samuel alipofika of age, maandiko inasema it is a wife of Elkanah who said, I want to go to church. To go where? To church. Elkanah ni mwanaume, nafikiri Elkanah alikuwa Mkisia ama Mjaluo hivi. Mamuluya. Alisema unaweza enda tu church, hakuna shida. Elkanah hakuwa Mkikuyu, maana angekuwa Mkikuyu angeakamba ni mama siku ya dedication ya mtoto. Ama inakuwa aje? Unaona watu wanataka watu dedication ya watoto, mtu amezaa watoto kabisa anakuja kanisa hivi. Maandiko yanasema choice offering. You come like this and you dedicate your baby. Yet you know the demons from your area, villages where you come from, they are demanding the attention of your child. And yet you keep on quiet and you say, I don't care. I don't care. Let me tell you, when you know, when you do what? When you know, you know. Maandiko yanasema, and there is a place God has chosen. God has done what? Now even for sure you know that God has not chosen even here, please take it to a place where there's a priest, where there's an altar, where there's a church. The what? Anasema, take it to the place. Tell your neighbor, a tithe. Ay, mwambie a tithe. Mwambie kwa sauti, mwambie tithe. Dinangu sema tithe baba. Wewe unajaribu sana. Umejitahidi, unajaribu. Kila mtu kwa hii kanisa ndio sababu nimeambia Faith anatengeneza record. Sasa hii kanisa hapa tuna record. Kila mtu vile unatoa sadaka yako after 3 months utasomewaga yako. Unajua umetoaga ngapi in the whole 3 months. Iko. Hakuna sadaka inatolewa siri, maana Mungu anajua. Unajua hivyo Mungu anafanya nini? Huku kila mtu ako na jina yake hapo. Faith na Jackson ndio wenye kupangaga sadaka, na ndugu yake Orina ambaye anapenda kwenda mazishi kila siku. Only Sunday ndio akujagi church, lakini utamkuta the whole week ako town. Zaidi labda ako mazishi, unajua siku hizi ako anatafuta kushukura. Listen to this. Wanatengeneza record iko. Nowadays the record is very clear. Sunday hii ya last week ulitoana 50 bob,
wewe kama ulitoa 10 bob iko ndirangu, we are going to give you a report after 3 months. Because ni serikali ya Kenya imesema hivyo, sio sisi. So that ndio ujue wahubiri vile wanaiba. Wanafanya nini? Na ule mwenye ambao hata utoi chochote, record yako itakuwa hapa. Sasa itakuwa inawekwa kule kwa board. Atipasi utakuwa unatuonesha vile tunatoa. Ndio. Because what you are giving to God. Kwani unaona mwanaume anachukua wallet hivi mbele ya girlfriend, anatoa manoti. Anatoa manoti hivi, anafungua wasiwasi. Anatoa kwanza kama dola kama hii, mwanamke anatetemeka. Ukitaka kutetemesha mtu si unatoa si ama yaje? Ukienda kutoa dawa Jackson kule kwa kina bibi yako, kwani ulikuwa unatoa kisirisiri? Unaleta panya unaziweka nyuma ya nyumba ama unaweka wazee? Tena si wazee wanazihesabu live ama? Ulipoenda kutoa dawa brother, ukienda kwa Wakikuyu vile wanapenda pesa kwa bidii. Si kuna wazee wako hapo wanasema wekelea hapa kijana. Kijana mmoja mkiti alienda Kiambu kutoa dawa, anajifanya vile ako mangufu, ameenda na 250,000. Ajuagi hiyo pesa unatoka dona ndio wasikuhara ziwakule zote. Akafika pale akasema msinisumbue, niko hivi mimi nimekuja. Wakamuuliza kijana umekujaje? Nimekuja hivi. Niko hivi. Kijana anasema wekelea kile umeleta hapa. Akatoa, anafikiria anatisha wazee kwa. Akaweka 250 dao. Mzee mmoja tu kama ndubi akamsalimia anamwambia kijana, you are very powerful. Sasa umefungua mlango, ukuje next week kulipa dawari. Kijana anatetemeka hapa, sema wewe kijana utumie, ulikuja kuona wazee na kuona mchi. Ndio mzee mmoja mkiwa akamwambia wewe ni mjinga sana. Si ungeuliza vile watu wanaenda kwa Wakikuyu wanaendaga aje? Ulikuwa unatoa kama 50 bob kwanza ndio kweli ni mlango umefungua. Otherwise kuna vitu zitakuwa hapo, shosho atakuwa, auntie atakuwa, wanakudai, kila mtu anakudai. Mpaka unakaa kama saitani. You know, you are nyungu ilipasukaga, sijui nyungu mtungi ijakuwa tangi ya maji, you know. Hata wakikutisha si unatishika tu. Mimi ndio sikutishikaga. Mimi nilikaa tu live nikaangalia hivi nikasema you can't joke with me. Sema mnatakaje? Nikawapea 2,000 na nimeenda na chakula ni ya 5,000. Kaambia hiyo ndio na afford. Kwanza mimi ndio nilikuwa nakula peke yangu. Wale wamekula hapa walipe. Sinisumbue hapa. You know I was alone. So hata 2,000 ni mingi sana. Si kwenda ndio atoa wapi mzee ndugu? Nilipie sina pesa, sina chochote hata mtu anaweza beba. Silienda tu peke yangu lonely. Waitana wamepika. Unajua hiyo unapewaga bill ni kama hoteli. Si wangekuja tukutane kwa hoteli tule mandazi. Nikamwambia ndio hii. Udhao msinilete hapa. Ndio kabisa. Na niko serious na nikajena. So let me tell you. If you do that one to your friend, why do you do that one in secret to God? Because the government now demands that we must also give accountability to the church. How we are giving, how many are we have how many children. That's why now records at Upper Church, if you demand the record, Gladys, what you started giving from last week, Kiko. Na ile ugali umekula, yenye umelisha mwili. Now, let me go to the second offering. Niachie hapo tithe. Tithe because nikiendelea hapo sana kuna watu watakashirika sana, lakini hiyo lazima tunaendelea. We go to the next service. Now, the second offering, tell your neighbor, first fruit. No, second. We have been in tithe. Mzendubi hatujasonga hapa. We have been on one. I was only giving an introduction about the offering from Genesis chapter number 4, but we have one. Number 1 offering is a tithe. Number 2, write down first fruit. Sema first fruit. If you are not writing, Jackson, you bought books for people here in Cheese Church. Na watu wako na mikono hivi. Kuja usimame hapa, kuja uone. You know you are a teacher and a headmaster. Kama Jackson alikupatia kitabu, inua mkono juu. Lift up your hand. Kama ulipatiwa kitabu. Na ile imeisha, kuja hapa headmaster. Ndio wakupatie, you sign down and then you give them their book. Kama wewe ambaye uandiki, chukua kitabu ile imeisha, patia Jack hapa. Nani kitabu yake imeisha? Inua mkono juu. 1 2. Unajua nyinyi vile mnashindaka church every day. Nyinyi mwaweze kuwa considered sana. Hawa kwa kanisani kila siku Jack. Count these are your students. Kama uko na hiyo kitabu Jack alikupatia ama basi uko na yako umemaliza, inua juu unaandika. Because hii church si church ya vurugu, hii church ni ya masomo. Inua hiyo kitabu juu. If you have that book, inua that book. Just write that, lift up that book. Msedubi huko pewaga kitabu ya Jack.
Wewe Jerusha ukipewa kitabu ya bwana yako, basi niacha niulize Kiswahili. Hauna? Niangalie sister. Jackie akupatia kitabu. Jackie akupatia bibi yako kitabu. Ujui bibi yako na wewe ndio ulikuwa unapeana. Yaani you can give everybody else minus your wife. That is evil, Jack. Wewe ulipewa kitabu? Eh? Nijibu sister. Ulipewa kitabu? Wewe, Nicole. Kitabu ulichukua ya mami? Umregeshe. So Jack, basi kama una kitabu inua mkono. Ukopewa kitabu na Jack, inua mkono. Please, lift up like that. Vizuri. 1, Jack angalia needs. Wewe ndio missionary wa hiyo. 1 2 3. Colleagues, una kitabu ya Jackson? Ama ulienda kuandikia barua Magari Friends? Ati? Yake ulitupa? Yake ya Jack ulitupa? Iko wapi? Omu ndio watu wanahubiriwa kama ni church. So wewe ni genius, unabeba unaenda unaandika home. So next Sunday we are checking all the notes. Jack analeta stock. Na yeye ndiye atakuwa anasign kitabu yako imeisha, anaisign tu hapo chini, mimi naweka muhuri wa church. Tunakupatia ingine. That is ndio Jack. Okay. Mpigie Jack makofi. Hiyo that is a good ministry. Wewe uko mchoyo kama ibilisi na uwezi toa hata kitu kwa church useme kwamba wewe umetoa hata nini ya kanisa, hata maua hii. Hii maua tuchenjie, hii imekaa sana. Hata tubadilishie tu tuwekee maua mengine tuonekane kama sisi tuko wazungu. Lakini kwako kila kitu iko yani mpaka unakala hivi unaanza kunuza nyumba. Number 2, sema first fruit. Sema first fruit. Proverbs chapter number 3 verse number 9. Very quickly please. First fruit. Sema first fruit. Proverbs chapter number 3 verse number 9. Number 1. What the Bible says. Can you read it loudly? Number 1. Let's read 1, 2, 3. Let's go. Honor the Lord. Honor what? Mungu anakupatia mshahara hii ni krizi kazini kwako. Badala ya kuwa number 1 ukumbuke kwamba ni Mungu, unanunua manyama kilo 4. Si ndio ndangu? Unaita marafiki, unasema auntie, next week muningoje na kuja, hata church siendi. Na kuja. Unaenda nyumbani mashambani hiyo Sunday. Mnanionaga lakini? Unanichezea shika 100. Ndio mnajifanyia hapa. Najua mimi ni mtu nimebarikiwa. Sasa unakoa pole pole. Yani you want to intimidate people because of what you have an increase. Any increase mzendubi you have, number 1, it belongs to God, not to you. Amen. I repeat my statement. It belongs to God. Number 1, the word honor. Let's give the description of the word honor. Jina honor inamaanisha kwamba respect. Tell your neighbor respect. Jamani sema respect. Number 2, submission. Sema submission. Sema submission. Number 3, obedience. Or what? Obedience. Number 1 is submission. Number 2 is respect. Number 3 is obedience. What you honor, you obey. You do what? Isaiah, you do what? You obey. The Bible says honor the Lord with your possession. With what? Chochote kile Mungu anakupatia, brother, number 1 person you honor, it's God, not your grandfather. Si kwenda kutengea kaburi mzima udecorate vizuri. Kama sasa chochote nimepata naenda. Mtu mmoja leo niuliza, Laura, unajua kaburi ya baba yako iko wapi na mbona umeijengea umpeleka watu wajenge? Nikamuuliza kabisa. Hata niuliza, si unajua mzee Ndubire msemo inasemaga kwamba kurudisha mzee kwa nyumba. Si unajua kikisi? Wacha kuongeza lakini wacha tuanzie hapo. Kurudisha mzee kwa nyumba na kurudisha mama kwa nyumba. Si unajua hiyo ama Andrew nimesema uongo? Si kuna hiyo nini culture kwa kisi? Kuleta mzee kwa nyumba na mama kwa nyumba, kwa sababu alifariki, sasa wako outside, unawaleta kwa nyumba. Edward, you go and buy. Mama, kama ni mzee kama baba, sasa ninanunua bull. Si ni bull? Nanunua ndume na chicha. Sijui ni nini inafanyika next, lakini unaregesha mama yako kwa nyumba.
And every kisi you see around here, living or dead, unless those ones ambao wamejaribu kujirebarate by force, kama mimi na Ndupi, wote ukiwaona hata wakinua mikono, hiyo ndio project number 1 wanafanyaga, kurudisha mama yao baba yao kwa nyumba. Wanachanga, kama ni wandugu 5, wanachanga pesa, wananunua ndume. Wakishanunua ndume, ukisikia wanafanya gathering ya joo, tunaenda sima wacha ya Wakikuyu ati unveiling the cross. Kuna wengine tulialikwa na mke wangu juzi ati coming to unveiling the cross. Yani nikaangalia sema, Jehovah, thank you that I was not around. If I was, you know, I'm very arrogant on those issues, Kwa unveil, sasa Jackson uende kwa unveil cross ya mama yako. Do you know even where the grave of your mother is? Uende kwa unveil the cross. Kwa Masai hapo ndio mnasurvive kinema neema kipepo pepo. Sasa tuite utugathe pamoja tuende kwa unveil the cross of your mother. Sadaka hujawahi tupatia hapa, lakini utanunua ndume ya 70,000. Hiyo vitu wakizi wanafanya undrangu usiku na mchana. Hata ukiwaona wako town hapa wamesimama kama miti, wanaifanya. Mtu amesoma anatoka Marekani anakuja kurudisha mama kwa nyumba. Kwanza, once you are a firstborn ndio hiyo more dangerous, because you are a firstborn ndio una mobilize, ndio simzendu bibi. When you are a firstborn kama wewe Jack, you are the one to mobilize the entire brothers of yours, because hao wengine ni wauni, wanaweza kuwachomoka. Sasa wewe unahakikisha kwamba mama ako nje. Ako wapi? Umregeshe kwao. Now first fruit. Ndio unaona mtu akipata mshahara anasema, baba nitapata mshahara lini? Tani kwa kazi lini? Mshahara wangu ya kwanza narudisha mama kwa nyumba. Haleluya. Sasa ukiona kama wanakuja town, wanatoka ushuhuda wa kwanza, Bwana asifiwe, Mungu alinibariki, hata nimetoka wiki jana, Mungu aliponibariki nikapata kazi wapendwa, ikabidi niende pale nyumbani kwenda kuwaona. Kuwaona nini? Alienda mira za kidesturi. First fruit, instead of God, he takes to the village. It is what? It doesn't. First fruit doesn't not belong to the village. Does it belong where? I say first fruit doesn't belong to the village. Doesn't belong where? I say doesn't belong where? I say doesn't belong where? What does the Bible says in the book of Exodus chapter number 34 verse number 26? Please read it quickly to Marize. We want to finish, then we go to the second service very fast. Hii hatumalizi haraka. Hii ni series ya long time. Exodus. Are you there? Are you in Exodus 34 verse number 26? Can you read it loudly? Let's go. I say, please read it loudly. Number 1. Let's go. 1, 2, let's go. Not you shall take it to Ngarua. You shall bring where? Ile mahindi mzendubi unakupanda huko ng'ambo. Ukipata gunia 3. First fruits. Si ya kupeleka kwa. You bring 1 sack. Hapa kuna watu wanalimaga hata day ona hata mahindi hata mkorokoro moja. Mtu akiletaka analetaka kwa Esther. Lakini ndiduza nikaleta tithe. Even if you sell and bring the tithe, is all right. Nobody will ask, because even if you give it, obviously the Bible says when you give those kind of things, foodstuffs, you give to the widows and orphans. We have them. We have. Basi ni widow hapa. Na mnajua watoto wake ni orphan, wako hapa. Si ati wako mbali. Mtu nakulaga peke yako kwa nyumba, saa nyingine ukumbuka wakati umekula chapati kama 4, kumbuka tu unakumbuka, wacha ni bebe hii 2, hata zikiwa live, bebe tu weke kwa karatasi, ukifika hapa patia watoto wake. When they see you, heaven will open for you. Lakini when you eat alone, you tumbo linafuraga permanently without drama. Inasema you shall not boil a young goat. You shall not what? Now, the Exodus here 22 verse number 29 inasemaje? Let's read that one and we cross to the next one alafu ndio tunafanya next Sunday. Please read it. Exodus 22 verse number 29 quickly. What does it say? Can you read loudly? I say, please read it loudly. You shall not what?
You shall not delay. Tell your neighbor, don't delay. Unapewa kaini kirizika mshahara mzendui badala uchukue fast food ulete church. Unaanza kudelea sema nilikuwa na madeni hata ni Mungu amenioda. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mungu amenikumbuka sana. Hallelujah. Hey. Pastor Bwana asifiwe. Takuja church next week. Maandiko inasema even your firstborn is your first what? I says your what? Ona ile upendo unakuwa nayo na firstborn yako. Upendo ile mtu anakuwa na firstborn yake. Si ni kweli ndugu? That's why unaona firstborn wanateresaga wanaendaga kombo kwa sababu firstborn mnang'ang'aniaga na Mungu. Ni wa Mungu na anakuwa wako. You can pick even a tithe ya Mungu, unachukua unanulia firstborn, unamunulia juice, unanulia fruits, unanulia yogurt, unanulia biscuit, yani ndiye asiria. Aswa nini? You don't even train Jack, you train your child to give your kid an offering. Anajitoleaga mwenyewe mbele za Mungu without even a mother, without anybody. Because when you train your child like that, you open the heavens for that kid even when you are not there. God is there for him. Because you will not be permanently with your child forever. You will always be there. Mungu anakufungulia njia. The Bible says, don't delay. Tell your neighbor, don't delay. Now, the last one is, Marize hii, na hafu tutaendelea next week, but we continue with the same. It's Thanksgiving. Our Thanksgiving service is coming next week. Tell your neighbor, Thanksgiving. Jamani sema Thanksgiving. The Bible says in the book of Luke chapter number 17 verse number 12. Luke chapter number 17 verses number 12. Tukianza verse number 11. Maandiko inasema kwamba, let's start verse number 11. Can you read it loudly? 1, 2, let's go. And the next verse. How many were they? I said, how many were they? The next. Number one place where you are supposed to give a testimony of any miracle is where? I said where? I said where? Mahali unataka kutoa ushuhuda my brother, hata kama umebarikiwa sana, ni kwa kwani ndio itadumu. Itadumu. Ukitoa ushuhuda kwa kwani. Anasema go and show yourself to where? And the Bible says it goes on. Please read it. Let's continue. As before they started, they were still lepers. But as they continue going, they continue doing what? They discovered they are already healed. They are what? Let's go to the next verse. What does it say? And say one of them. Please say one of them. Unajua tuna generation ambayo imejaa shetani kwa bidii. Watu hawaaminiki. Ndirangu kuwa mzima bila uko hivi brother. Hii ni ushuhuda number 1. Kuna marafiki uko nao hawana macho. Kuna marafiki ambao hawana miguu. Kuna marafiki ambao hawana uwezo. Si kweli? Kuna watu hawana watoto. Wewe uko na watoto mpaka uko na extra. Kuna watoto uko nao umezaa hata wako excess. Unaangalia hivi unasema ai. Sawa ulikamiki tu hata huko unangojwa. And you have a friend ambaye kabisa analilia Mungu ampatie hata moja. Bwana asiwe sana. Kijana mmoja alikuja kwa juzi. Alikuwa anatengenezea kitu kwa nyumba. Akaniambia akaona mtoto wetu huyu kijana mdogo. Akakuja akaniambia, "Pastor, unajua mimi napenda sana watoto wa baby boys. Napenda sana Mungu kama ananibariki." Nikamuuliza, "What? Una mtoto wa kiume?" Akasema, "Hapana, Pastor, mimi I don't have a baby boy." Kamwambia, I love that boy so much. He's a young man, very powerful, anafanya kazi yake hapa. Mungu amembariki na pesa." Akamwambia, "Oh, sure.
Nikamwambia wewe hiyo ni kazi one touch. Wewe njoo tutoma. Akaniambia kweli pastor kabisa Mungu anaweza fanya. Nikamwambia oh no. Nikamwambia kabisa Mungu akinikumbuka anipatie mtoto wa kiume, I don't know what to do for him. Nikamwambia before you say what you want to do for God, do it now. Do it what? Now. I said do what? Now. Don't con God, because wangapi wameomba Mungu awabariki. Wameomba Mungu awabariki na kitu, na baada ya kuwabariki waliachana kumkumbuka Mungu zamani sana. Maandiko yanasema one of them. One what? I say one of them he did what? When he saw. Can you read loudly? He saw. He said he returned. He did what? He jina glorified. Kuna translation inasema kwamba and he gave thanks. Tafuta hiyo saimu. And he say and he gave thanks. He did what? Then Jesus akauliza, let's go verse number 16. Ukiendelea kutafuta verse number 16 inasemaje? The Bible says he nini saimu wewe na umepakawa. And then let's read 1 2 let's go. Did what? I say he did what? I say he did what? He gave thanks. Na kwamba nani okubu nakumbuka Mungu amekumbusha moyoni mwangu. Please brother usifanye kazi Jumapili. What happened for those brothers there ambao wote ni Wakristo? Kwanza walikuwa ni Mkisii na Mjaluo. Wale walikuwa hapa. Wale walichomeka, in fact they have died. Maana nilisoma moja, it was tweeted and it was Sunday. Unakumbuka Sunday tulikombana hapa sana tukalalamika juu ya ile stima vile tunalizimiwa bila kujua tu, naongea tu tunakashirika bure. Kumbe tunapokashirika ni laana inaruka. These brothers na kwamba hukumu kabisa. Please hata kama pesa itakuwa juu, hata kama kwa mfano mnalipoa vundi 800 ama 1000 ulipe 2000, stand still and say, because when God gives you that kind of understanding, nimekumbuka tu ndani ya moyo wangu nikisema ni share na wewe tu hivi, nikwambie tu mbele za Mungu, don't work on Sunday. Don't work kabisa, yani fanya kabisa, umwambie Mungu kama nitafirisika kwa sababu sijafanya kazi Sunday, Mungu nihurumie. These brothers hao walikuwa hapa Bedi hapa. Hiyo barabara ya Bedi. They were electrocuted and that thing went on. Mimi niliona mara mbili kwa Facebook, ziko wanajua. Hata bila wananiambia wacha niangalie. Unajua I don't like those horror things. Bila watu wanachomeka literally by inspiration of the devil. You don't know, walichomeka wakaisha, wanasema they were burned 90%. They were looking for extra money to feed their family, to feed their children, to feed anything. Don't work on Sunday. Mwambie tu Mungu nimejitoa kwako, mimi wacha nikae. Ukimaliza ibada hapa toka na watoto, tembea na wao, furahia nini. Just do that one. Be in the presence of God. Monday ukiamka, unaingia kazini, unaingia na the strength ya Jehova. Please. Maandiko yanasema and one came, and the Bible says he was a Samaritan. He was what? The other one says he was a foreigner. The other one says he was a Gentile. He was what? A man who does not believe. He came back to give thanks. Do what? Jackson, kila watu wanachukia milele amina. Ni kutoa shukrani mbele za Mungu. Na tukiweka ibada ya shukrani utaona hapa Sunday hata kuna watu watahepa. Hata kuna watu unajua perennially they love heparing. Mimi nilisemaga, and that's what we are praying in the morning. I will never stand before God as a family na niambia Mungu ya kwamba I will not do what is right before the eyes of God. When we are living, all of us here today, we are going home with all of us with an envelope to say, God, I give thanks. Hata kama ni marawi unaleta ikiwa life, chochote kile ambao unaweza muambia Mungu na kushukuru kwa sababu tumemaliza a quarter of the year. Bwana asifiwe sana. I say Bwana asifiwe. Tumemaliza a quarter of the year, 3 months. Kumwambia Mungu asante kwa sababu when you say thanks, you open the door for more. Am I right? Jay, am I right? When you give thanks, the Bible says, and Jesus, let's go to the next verse. What does the Bible say? And Jesus said what? Can you read loudly? Unasikia vile Yesu anauliza? Yani kama uliwahi muomba Mungu kitu
na hujawahi toa shukrani mbele za Mungu. Mbele za Mungu. Well, let me tell you. Kuna watu wanaingia hata kwa hospitali. How many cases have we seen? Tuliona mama mwingine, tulikuwa na mke wangu Nairobi Hospital. The best hospital Jack, mtu ameenda kuzalia. Akona the best facility, the best everything. Mama amefika pale, watoto mara 2 watoto wanakufia hapo, mpaka anatoka amepasuliwa, naambiwa you will never give birth again for the next 3 years. Usionekane kwa ati uko na mimba. Next 3 years. Na that was the first pregnancy. Saa ingine unakaa chini unajiuliza, God, am I better? Hata mimi wakati huyu kijana aliniambia hiyo juzi, akaniambia, Pastor, yani nikipata mtoto wa kiume. Nikamuuliza, where is your kid? Akaniambia, my daughter ako anasoma mahali Shiro, anasoma St. Clair. Akaniambia ako huko, ndiye ameingia form 1. Akaniambia saa hii Pastor, my wife ako pregnant 1 month. Nikamwambia, Ali, ni Mkristo, si ati ni Muislamu, Ali wanapenda kumuita hivyo. Acha anaitwa Ezekiel. Nikamwambia, Ali, wewe muaminini Mungu, uweke dhabihu mbele za Mungu na umwambie Mungu kwa mapema, umshukuru. Wale wako nayo wanaona kama ni rahisi. Yaani unajua kama wamezaa watoto wa kiume, wazao watoto wa kike, hata wanapitanaga na hao wasema, "Sasa mko wengi." Yaani they forget ya kwamba kuna mtu analia usiku na mchana, Mungu ampatie hata mtoto mmoja wa kiume. Bwana asiwe sana. Haya, wacha hata wa kiume, mtoto tu, hata kama si wa kiume, mtoto tu. Kuna jamii nyingi wa mama wengine wameachwa ati kwa sababu hawajazaa mtoto wa kiume. Si ni kweli? Am I talking the truth? Tulikuwa na Bishop Ratori hapa kwa Muhindi hapa Walmart. Muhindi akamwambia Ratori, ati Ratori akamwambia niko na 3 boys. Akasema, "Hai bwana, wewe bwana, wewe ni tajiri sana. Wewe ni tajiri. Uko na watoto wa kiume 3." Yaani noti ati watoto wa kike ni wabaya, lakini unajua society iko na mashetani wanaamini ya kwamba mtoto wa kike. Unajua pia mtoto wa kiume maana yake ni kumaanisha is a generation who shall bear your name forever. Mtoto wa Jackson akipata bai akiwa mkubwa akiolewa, hataitwa Kuleti milele. Huyu anaenda kuitwa Ole Mangwengwes, Ole Morani. Unanielewa? So generation ya Jackson ina stop, lakini kijana wa Jackson akipata mwanamke forever anasimama kule. Si kama saizi Jackie yako hapa anaitwa Kuleti. Babu yake ndio actually Kuleti babu. Yaani babu anakaa tu mahali hata kama yuko hai ama yuko sasa anakaa tu. Yaani Kuleti inaendelea kumea. Si ni kweli? Mke wake Jackson akifika kazini wanamuita Miss Kuleti. Unanielewa? Si aliachana na jina la baba yake zamani sana. So why people cry for baby boys? It is because it's a continuity of generation. Continuity of what? Mungu amekubariki. Wakati huyo jamaa aliposema hivyo nikakumbuka, nikasema, as I was telling my wife, nikamwambia, I have been preparing even myself Thanksgiving service from almost a month ago. Mimi nimekuwa nikiambia Mungu, that is will be me. I don't care who give or doesn't care. Because one thing I know, the devil will teach you and akufundisha akwambia ndirangu, unashukuru Mungu for what? Na sijaona chochote. When you thank God, Yesu alisema, where are the 9? Where are what? So number 9 is very dangerous. Number 9 are rebellious. Number 9 are people who have less heart ya kushukuru. So shukuru Mungu sasa unakula kila chakula. Kuna watu wanakula mayai dakika 2, mwili imeponda hivi inakuwa inatoa ngoto hivi kwa. Wengine wanakula mpaka unaweza kula ile shell ya hiyo mayai na umese and you have no drama around your life. Sasa hii tuna campaign red meat. Tulienda tena Nairobi, mwingine anasema red meat ndio upate muscle. Nikamuuliza, unaona kama muscle yangu inatosha? Akasema you need some more muscle. So what am I supposed to meat? Ukikuja kwa wengine mwenda anasema don't eat, kula nyama green. Yani nini? Mboga za green. Yani mateso ile tuko nayo. Wewe unakula anything and mwili furi. Si ni kweli grade? Si kuna watu wanaguzaka kasamaki hivi dakika moja. Si ni kweli? Hata hapa ndani si kuna watu wanakula samaki, akiguza samaki hivi mwili ina balloon. Ama inatoka vitondo kila mahali. Si ni kweli? Lakini wewe you eat anything, you have a reason. Yesu alisemaje? The last verse, let's read that one as you stand to go to the next service. Read it. Hey, read it loudly. 1, 2, let's go. Except what? Except what?
Watu ambao hata wamjui Mungu ndio wanatoa shukrani sana. Bwana asiwe sana. Mimi sikuwa najua wakati nilikuwa natangaza tarehe 17 tutakuwa na ibada ya shukrani hapa. Sikujua Ruto ataachiliwa, Uhuru atakuja hapa Thanksgiving service hapa kwa kiwanja. Na hao watapiga siasa. Sisi tuchukue advantage, sisi tufanye zaidi mbele za Mungu. Bwana asiwe sana. Hapa ibada sitafanywa 30 minutes peke yake. And after that 30 minutes tukishamaliza. Wow, hapa sisi tunashukuru Mungu for giving us a quarter of the year. Amen. Na wale mko na prayer item katika maisha yenu, mwambie Mungu ya kwamba ninakushukuru kwa mapema. Bwana asiwe sana. Wale mko na watoto wako wekwa chanjo. Kuna watu wako na nguo za yellow hapa wanafanya kazi Jumapili. Muendage church hata nyinyi bwana. Tupeleka watoto nje. Mama Gerard, wako amechanja chanjo? Waambie, unajua wameona huyo wako ndio wametamani. Waambie huyo ako jonjo. Huyu wako amechanja chanjo? Hatujui ni yote lakini wako yellow, wamevaa kama vile Jerusalem amevaa hivi. Waulize tu wako na yellow na waambie waendage church Sunday. Waache kufanya extra work. Hao ni pesa wanatafuta, waongezee familia yao. Ikuwe na pesa mingi watajirike. Haki ya Mungu hatajirika. Serious. Even what they get to be eaten by the devil. Ninakuambia ukweli ndirangu wewe uniangalie kombo brother. Mimi nasema live, haki ya Mungu kitafuta ya Jumapili hiyo inapunguruka. Inamea mabawa inafanya hivi inaanza kufanya somersault. I tell you the truth because I know what I say. Simama kwa miguu yako. How many feel that they have something to thank God for? Wangapi wanaamini? Mimi ni mmoja wao. Mungu aliniokoa last year. Mungu ameniokoa. How many feel that kwamba they have something to thank God for? If you feel for sure kwamba uko unashukuru Mungu, you have something to thank God for. Nauliza, how many feel and know that they have something to thank God for? Wako na kitu ya kushukuru Mungu. Inua mkono. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sitakuwa kama wale 9. Mungu nina sababu. Sema nina sababu ya kukushukuru katika maisha yangu. Nikiangalia mimi si mgonjwa, mimi si mlemavu, mimi sina shida Bwana, nina sababu. Sema niko na sababu. Sema niko na sababu. Sema niko na sababu ya kukushukuru. Next Sunday we are ebu patie hiyo basha ziko hapo Edward. Nani? Asha yangu. Patia the Maandiko inasema you give your sacrifices of thanksgiving. Somebody said amen. I said somebody said amen. Maandiko inasema in Psalms 107 verses number 20 na 22. What does the Bible says? Psalms 107 107. This one give it to me. Jack, una sababu ya kumshukuru brother. Mungu amekuokoa, amekupa familia, amekupa mke, amekupa watoto, amekupa kazi. Kuna age mate wako leo Jack who are drinking, who are hopeless, who have nothing but that. They have nothing. Hawana chochote. Ukiangalia kabisa. Mimi nikiangalia hivi niulize Mungu asante. Asante Mungu. Si ati nilikuwa muombezi sana. Mungu amenibariki na mtoto. Si ati mimi ni wangufu. You know, people think that you can marry today and tomorrow your wife is pregnant. Next year your wife has given birth. Si ni kweli? Si kuna watu wanafikiriaga hivyo? Kuna watu wanafikiriaga hivyo? Wale wako na watoto, you know, they don't know the value. Ukishukuru Mungu kwa moja, ukishukuru Mungu kwa nini? Atakupa zaidi. Am I okay? Am I talking to somebody here? Am I talking? Nataka kila mtu akue hapa. Everybody be in the service. Stop any movement. Any movement. Anybody. Mtu yote ako mahali popote. Make everybody to be in the service. This one. Everybody to be in the service. Everybody. Minus nobody. Plus the children. Plus the children. If you have your kids, control those children also.